Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Nasema wokovu maana yake nini? Wokovu, salvation, neno linatokana na neno la Kiunani sozo. Kwenye sozo kuna component tatu: moja, msamaha wa dhambi; mbili, kufunguliwa kutoka kwenye vifungo, Kolosai 1:13. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake tunatoka kwenye mikono ya shetani, tunapelekwa kwenye mikono ya Yesu. Uchawi ulikufunga unaondolewa, na kila aina ya takataka za shetani. Component ya tatu, element ya tatu ya wokovu ni kupona dhidi ya uharibifu wote wa shetani. Waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya pili, mstari ule wa 24, utaona kitu cha ajabu pale. Waraka wa pili wa Petro sura ya pili mstari wa 24, utaona mambo ya ajabu pale. Mungu anazungumza mambo ya ajabu kidogo. Waraka wa pili wa Petro anazungumza pale, Second Peter waraka wa pili wa Petro, Second Peter chapter 2 mstari wa 24. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili, my God, sura ya pili mstari wa 24. Yes, exactly. Waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ya pili mstari wa 24. Mahali pale neno la Bwana anasema yeye mwenyewe alizibeba dhambi zetu katika mwili wake juu ya msalaba, tupate kufa kuhusu dhambi na kuishi kwa ajili ya uadilifu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona juu ya nini? Juu ya uharibifu wa dunia. Shetani anaharibu maisha ya watu. Sisi sio wale wa kuharibiwa tena, kwa sababu tumeshapona. Kwa kupigwa kwake umepona magonjwa. Maike, ukienda kusoma Isaya sura ya 53 takutana na hayo. Yeye mwenyewe alipigwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunaposema wewe umeokoka, maana yake umepona dhidi ya uharibifu wote. Na kuna magonjwa mengine yanatakiwa wasicheze na mwili wako, kwa sababu tu umepata wokovu. Namba 4, unaposema umeokoka, maana yake umepata uzima wa milele. Umepata uzima wa milele. Okay. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Anayemwamini Yesu anapokea uzima wa milele. Kwa hiyo wokovu ni kupokea uzima wa milele, eternal life, maisha
ya milele. Waliookoka, waliopata wokovu ndio watakaoishi maisha ya milele. No death. Yohana sura ya 5 mstari wa 24. Injili ya Yohana Mtakatifu sura Yohana Mtakata sura ya 5 na ule mstari wa 24 anazungumza jambo pana, anazungumza jambo moja kubwa sana. Jambo moja kubwa pana, anasema kweli nawaambia, anayesikia neno langu na kumwamini yule aliyenituma anao uzima wa milele, hatahukumiwa kamwe, bali amekwisha kupita kutoka kifo na kuingia uzimani. Amevuka kutoka kwenye mauti, ameingia kwenye uzima. Kwa hiyo unapookoka ujue umepata uzima wa milele. Kifo cha kiroho hakihusiki kwenye maisha yako, na hawa ndio Yesu atakaporudi mara ya pili atalichukua kabisa. Na mtu aliyeokoka anapokufa tu anaenda kwenye eneo la mangojeo, la mapumziko, mahali para ambapo Lazaro yule maskini alienda, alipokelewa na Ibrahimu. Wote wanaokufa katika Kristo wanapokelewa ile eneo la mapumziko, na wote wanaokufa nje ya Kristo hawajapata wokovu, hawajaokoka. Kuna eneo la mangojeo, taabu za kwanza, mateso ya kwanza wanayapata. Kwa hiyo generally tunaweza kusema wokovu ni nguvu ya Mungu ambayo inamvuta mtu kwa shetani na kusababisha mabadiliko ndani yake, kwa namna ambayo maisha yake yanakuwa mapya, tabia zake zinakuwa mpya, historia yake inabadilishwa, inakuwa sio ya zamani tena. Na kinachoshughulika na kubadilisha huyo mtu ni nguvu ya Mungu ambayo inaingia ndani, inaanza kuchange. Kwa hiyo mtu akisema ameokoka asibadilike, maana yake hajapokea nguvu. Kama hujapata hiyo nguvu, in short, haujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Okay. Mtu ambaye ameokoka alikuwa katika hali ya anguko. Anguko maana yake ni nini? Hali ya anguko. Mtu ambaye ameanguka, for instance, kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 24, pale ndipo historia ya wokovu inapoanzia. Adam na Hawa walipoanguka, wakaanguka, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mto uzima. Mstari wa 24 Mwanzo 3 panazungumza Adam alifukuzwa. Hapo ndipo anguko. Anguko maana yake kupoteza nafasi. Kwa hiyo Adam alipoteza nafasi mbili: kuasi au kusaliti. Adam hao walimsaliti Bwana. 3, anguko maana yake kupotea. Adam hao walipotea. 4, kupoteza uhusiano wao na Mungu. 5, kukosa mwelekeo. Kwa hiyo mtu ambaye amepata wokovu, cha kwanza anakuwa amerejesha nafasi yake. Cha pili, amekuwa mwaminifu, mtiifu kwa mamlaka ya Mungu. Cha tatu, amefika nyumbani, sio yule ambaye amepotea. Namba 4, amerejesha uhusiano wake na Mungu. Namba 5, amepata mwelekeo.
Yesu asifiwe.